Bwana, good news ni mimi kazi yangu kuletea taarifa, lakini kwa hii ambayo nimekuletea leo ni taarifa nzito kidogo kwa wale mashabiki wa Simba, na ni taarifa mbaya pia kwa mashabiki wa Simba, ingawa inaweza ikawa ni taarifa nzuri kwa viongozi wa Simba. Unajua wakati mwingine shabiki anaumia mchezaji kuondoka, lakini kiongozi anaweza akawa anafurahia mchezaji kuondoka, na kiongozi anafurahia mchezaji kuondoka kwa sababu anapata pesa. Na issue kubwa hapa ni kuhusiana na Elim Panzu Kibisawala. Elim Panzu Kibisawala. Huyu bwana ni mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri sana tangu amejiunga na klabu ya Simba akitokea AC Vita Club, na alijiunga na Simba tangu mwanzoni mwa msimu huu, lakini usajili wake kidogo ulichelewa, na baada ya usajili wake kuchelewa ukapelekea aanze kutumikia Simba mwezi Januari. Sasa jana walikuwa na mechi dhidi ya Singida Black Stars. Singida Black Stars. Kwenye ule mchezo, kocha wa zamani wa Young Africans Nasruddin Nabi alionekana pale uwanja wa KMC Complex. Sasa maswali ya watu ni kwamba kwa nini Nabi ameenda KMC Complex? Majibu yake ni haya. Nasruddin Nabi amepewa room ya kuboresha kikosi cha Orlando Pirates cha Kaizer Chiefs. Huyu ni kocha wa Kaizer Chiefs ya South Africa. Yeye ni kocha mkuu, Cedric Kaze ni kocha msaidizi. Wamepewa room ya kuboresha timu au kufanya maboresho makubwa kwenye timu yao kwa kuongeza wachezaji wapya. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao wanawahitaji ni pamoja na Elim Panzu. Elim Panzu ni moja ya wachezaji ambao wamewaweka kwenye shortlist yao. Na jana Nabi alikuja kwa ajili ya kumtazama Elim Panzu, kuangalia kama wanaweza kufanya naye mazungumzo na kumchukua mwishoni mwa msimu huu. Elim Panzu alisaini mkataba wa miaka 2 na klabu ya Simba. Mkataba ambao inasadikika kwamba kuna vipengele ambao vinamruhusu yeye kuondoka pale ambapo atahitaji kuondoka, lakini sio ndani ya Tanzania, ni nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa Elim Panzu anatakiwa na Kaizer Chiefs ya South Africa. Ingawa bado hawajapeleka bid kwenye klabu ya Simba, lakini Nabi amekuja kumtazama kama ni mchezaji ambaye anaweza kumfaa kwenye timu yake. Na kwa mujibu wa ripoti ambayo Nabi anayo ni kwamba yeye amemwona Elim Panzu kwamba ni mchezaji ambaye anafaa na yuko tayari kumsajili ili akajumuike naye kwenye kikosi cha Orlando Pirates cha Kaizer Chiefs kwa msimu unaokuja wa 2024 2025 2026, kwa maana ya msimu ambao utaanza mwezi wa 8 2025 2026. Nabi ataka kuungana na Elim Panzu, na kwa sababu kwenye mkataba wake kuna kipengele kimewekwa kwamba ikitokea kuna timu ya nje inamtaka Elim Panzu anaruhusiwa kuondoka, maana yake hiyo Kaizer Chiefs wanataka kuitumia kama loophole ya wao kwenda kumsajili, kwa sababu kabla Nabi hajaja kumchunguza tayari walikuwa wameshapata fununu za mkataba wake, walishapata vitu vidogo kwenye mkataba wake, na wakaona kwamba wana uwezo wa kudonoa na wakamdonoa, wakamchukua, wakampeleka South Africa kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs. Na ndio maana Nabi amekuja kumtazama yeye peke yake, kwa sababu Nabi amepewa room na viongozi wa Kaizer Chiefs kwamba wachezaji wote ambao watawasajili msimu huu ni wale wachezaji ambao yeye kama kocha anawataka. Hakuna mchezaji ambaye atasajiliwa ikiwa yeye hajapitisha jina lake. Ukumbuke msimu uliopita Kaizer Chiefs walisajili wachezaji wengi sana, lakini miongoni mwa wachezaji ambao walisajili ni pamoja na Ranga Chivaviro ambaye alikuwa star mkubwa sana, lakini chini ya Nasruddin Nabi ameshindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo awamu anataka kupata wachezaji wazuri ambao wataweza kuendana na quality yake, ambao wataweza kuendana na falsafa yake ili aweze kwenda kuwatumia kwa msimu unaokuja wa 2025 2026, na Elim Panzu yupo kwenye list yake. Na sasa hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba Nabi tayari yuko Dar es Salaam, na kuna uwezekano mkubwa akaenda Manyara kushuhudia mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho kati ya Simba na Singida. Na kama ataenda kule, maana yake itakuwa jambo zuri kwake, kwa sababu atapata nafasi ya kuendelea kumtazama zaidi. Lakini alituma, kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba alituma wawakilishi kwenye mchezo wa finali pale Zanzibar, walimuona na yeye alikuja mwenyewe kumshuhudia jana pale KMC Complex ili kujiridhisha zaidi na uwezo wake. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba yeye amemkubali, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kumtumia vizuri. Issue iliyopo ni mazungumzo baina yake pamoja na uongozi wa Simba.
Kwa taarifa za chini chini zinaeleza kwamba uongozi wa Elie Mpanzu upo tayari Elie Mpanzu aende kucheza South Africa, kwa sababu hata na hivyo pesa ambayo Kaizer Chiefs wana plani kumpa kama salary, kwa taarifa ambayo nayo ni kwamba wamemtengea karibia milioni 55 kwa mwezi. Milioni 55 kwa mwezi. Tuwashumu ni wewe, milioni 55 unakataa? Milioni 55 kwa mwezi. Yaani hizo ni mshahara, hujataja bonus tofauti ambazo zimewekwa, kwa sababu kwa wenzetu kwenye mikataba ya South Africa zipo mpaka bonus, kwamba labda ukicheza mechi 20 bonus yako inakuwa kiasi gani, ukifunga magoli 5 assist ya bwana na labda na assist 10 bonus yako inakuaje, au ukifukiwa mfungaji bora bonus yako inakuaje, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo wanavikonsidi sana kwenye mikataba ya wachezaji wao. Sasa kwa sasa hivi ambacho wanakitazama ni uongozi wa Elie Mpanzu ni kiasi cha pesa ambacho wao wanaweza kukivuna. Ingawa kwa mshahara wa milioni 55 kwa mwezi, wao kwa Elie Mpanzu inaonekana kama anaweza kwenda kukubali, kwa sababu pesa ambayo analipwa pale Simba sio nyingi kama hii milioni 55 ambayo Kaizer Chiefs wana plani kwenda kumlipa kama atakubali kwenda kujiunga nao kwa msimu unaokuja. Sasa issue ni kwamba Simba watakubali kumwachia? Hapo ndo kwenye swali lingine. Kuna room ya Elie Mpanzu kuondoka endapo anatafuta na timu ya nje, na inataka hiyo kutumika kama loophole, lakini bado kuna sehemu ya Simba ambayo unaambiwa inasema kwamba hiyo timu ya nje inatakiwa kufika kiwango fulani cha pesa, kwamba Simba haitamzuia Elie Mpanzu kuondoka, lakini kuna kiwango cha pesa kinatakiwa kitolewe ili aweze kuondoka. Sasa ni kiwango kiasi gani? Inaelezwa kwamba zimewekwa milioni 700 ndani ya msimu huu wa kwanza. Msimu wa pili, kwa maana mwakani, zimewekwa milioni 900. Kwa maana msimu wa kwanza wanaamini kwamba ni msimu ambao pengine anaweza asionyeshe ubora mkubwa, lakini msimu wa pili unaweza kuongezwa ubora mkubwa. Kwenye mikataba ya wachezaji mnaweza kuweka zile clause za kuuza mchezaji kutokana na nyinyi wenyewe mnamvalue mchezaji wenu. Sasa wao Simba wameweka mwaka wa kwanza wameweka hiyo 700. Mwaka wa pili wameweka kiasi cha milioni 800. Kwa wanaamini kwamba kwenye msimu wa pili hiyo pesa itaongezeka na watapata pesa nyingi zaidi. Kazi yetu ni kusubiri na kuona, lakini kwa Orlando Pirates, kwa Kaizer Chiefs, wao kumpata mtu kama Elie Mpanzu ni kitu ambacho kinawezekana. Na wachezaji wa Kongo sio wachezaji wa kuamini sana, kwa sababu mara nyingi wakiamua jambo lao hakuna namna unaweza kuwazuia. Yaani wakisema huwa ukiwawekea pesa wao wako mbele sana. Kwa msimu Elie Mpanzu amehusika kwenye mabao 10 kwenye mashindano yote, kwa maana mabao ya kufunga pamoja na assist. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye of course amekuwa mchezaji tishio, lakini hajawa na impact kubwa sana, lakini mchezaji mzuri ambaye anaweza kuwasaidia. Na mchezaji mwingine ambaye amekuja kumcheki Nasruddin Nabi jana, ukimwacha Elie Mpanzu kibisawala, ni Arthur Josephat Bada kutokea Singida Black Stars. Ni mchezaji ambaye amekuja kumtazama pamoja na Mohamed Hussein aka Zimbo Junior. Ni mchezaji mwingine ambaye Nasruddin Nabi amekuja kumtazama kwenye mchezo wa jana. Maana yake ni kwamba jana amekuja kuua ndege watatu kwa nani? Kwa jiwe moja. Mohamed Hussein mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu. Maana yake msimu ukiisha atakuwa free agent. Maana yake ni rahisi kwa Orlando Pirates kwa Kaizer Chiefs kumpata tu, kwa sababu ni free agent sana mkataba. Kwa hiyo ni wao na Mohamed Hussein kama atakubaliana nini. Lakini Arthur Josephat Bada inaonekana kama Singida wao wanaweza kumuuza, lakini ni yeye mwenyewe kutokana na kile ambacho anakiweza. Lakini mpaka sasa wachezaji ambao Nabi ana uhakika ambao amewathibitisha kwamba anawataka, Elie Mpanzu tayari kwa kwenye list yake, amefurahia uwezo wake, na Mohamed Hussein yeye wala hakuwa na haja ya kuja kumtazama kwa sababu anamjua. Kwa hiyo yeye anamtaka. Kwa hiyo anachokifanya ni kufanya tu mazungumzo na management ya Mohamed Hussein pamoja na management ya Elie Mpanzu na Arthur Josephat Bada, ambazo kama watakubaliana vizuri, maana yake ataondoka kutoka Yanga au ataondoka kutoka Simba
na kwenda kule, lakini pia Arthur Josephat Bada ataondoka Singida Black Stars kwenda kujiunga na Kaizer Chiefs ya South Africa. Hizo ni taarifa tu ambazo zimekupa kuhusiana na ujio wa Nasreddine Nabi kwenye kikosi ujio na Derby Tanzania, na jana alikuwepo uwanjani kutazama huo mchezo, na tayari wachezaji watatu ni wachezaji ambao anaweza akaondoka nao, lakini pia kuna uwezekano mkubwa tukamwona Nabi pia kule Tanzanite Kwaraa kwenye huo mchezo wa finali, kwa sababu unakutanisha pia timu hizo mbili kama sehemu ya kuendelea kuwatazama zaidi. Mimi nitaendelea kukujuza tu kwa update nyingine na nyingine, kwa update nyingine nyingi nitakujuza na kukupa taarifa ya kile ambacho kinaendelea kwenye dirisha hili la usajili wa wachezaji. Mimi ni Alex Ngereza.